Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Sheikh Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Clown Villa Hotel. Atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678121625 au WhatsApp namba 0752388329 kwa walio nje ya Tanzania. Gazeti Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali ya CCM kuwa ya teknolojia. Samia ahidi ni kwenye utekelezaji wa miradi ya utoaji huduma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Samaki viumbe hai wafa mto Malagarasi. Siro agiza uchunguzi, wananchi wazuiwa kula kitoweo maji yake. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kapteni Abbas Mwinyi azikwa, habari katika ukurasa wa 3. Makumbusho Isimila mshindi wa mawasilisho urithi, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zito atamba anafungua ya maendeleo Kigoma mjini, habari katika ukurasa wa 4. Nchimbi Samia amethibitisha wanawake wanaweza, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akifurahia mapokezi ya wanachama na wananchi katika viwanja vya Sabasaba mkoani Mtwara jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya mke kumzika chumbani. Hukumu ya kunyongwa ilivyopita ni mauaji yaliyotokana na wivu wa mapenzi. Mume aliwatisha watoto wasiseme. Mwili ulifukuliwa baada ya siku 81, sasa kunyongwa hadi kufa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. SGR kuunganisha Mchuchuma, Mbamba Bay na Liganga, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mradi unaotajwa kama fursa kubwa kufungua mikoa ya kusini. Reli hiyo itarahisisha usafirishaji wa mizigo, kuongeza fursa za kibiashara. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kifo cha Abbas chahairisha uchaguzi Fuoni, habari katika ukurasa wa 10. Mjane ayomba mahakama asiondolewe kwenye nyumba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Palestina yabakiza ngazi moja kuwa taifa huru, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tutatumia akili unde kwenye kilimo, aifariji familia ya Abbas Mwinyi. Ada Tadea kujenga miji ya kiteknolojia. Chauma yasisitiza waliosusia uchaguzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mahakama ruksa ACT Wazalendo kumshtaki msajili, habari katika ukurasa wa 3. Mke adaiwa kujiteka, ataka mume atoa milioni 10, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika alidaiwa kuwa mke achwa uhuru kwa kukosa ushahidi, habari katika ukurasa wa 7. Namna miradi ya maji ilivyoleta ahueni mijini vijijini, habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo
limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Fundraising Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia kuleta teknolojia ya kilimo. Lengo ni kuongeza uzalishaji mazao, upatikanaji wa masoko, maabara za utafiti, kuimarisha mawasiliano na taarifa za hali ya hewa. Wananchi wamshangilia kwa kishindo Mtwara mjini na kusisitiza miaka 5 ijayo itakuwa ya kupiga hatua kubwa katika teknolojia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Nchimbi aeleza umakini uteuzi wa gombea CCM, habari katika ukurasa wa pili. CUF kusimamia sheria ya ardhi kuwa ya Kiswahili, habari katika ukurasa wa 10. Mgombea urais CCM kutikisa Pwani kesho, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Tanzania yalaani ukiukwaji wa sheria za kimataifa, habari katika ukurasa wa 3. Rais Samia aifariji familia Mwinyi, habari katika ukurasa wa 4. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mtwara afunga kazi. Maelfu ya wananchi wafurika kwenye kampeni kumsikiliza Dr. Samia. Awashukuru wananchi viongozi wa CCM wa serikali kwa ushirikiano wao na imani waliomuonesha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika usanifu barabara kufanyika kabla ya ujenzi, mhandisi Tarura. Wananchi watakiwa kutupa taka kwenye mitaro ya maji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Tanzania inalaani kuibuka upya ukiukwaji wa sheria za kimataifa, Dr. Mpango, habari katika ukurasa wa 7. Zito wapiga kampeni nyumba kwa nyumba Kigoma, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele. Gazeti bora Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika mamia wamzika Abbas Mwinyi, viongozi wananchi wampa pole Dr. Mwinyi. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Tutaendeleza teknolojia kwenye kilimo, Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 2. Tuendelee kuiombea dua nchi yetu, Hemedi, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. INEC yasitisha uchaguzi wa ubunge Fuoni, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Askari Seychelles wapige kura ya mapema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika weekend ya moto, Mfaransa apiga mkwara Singida, ya saka rekodi mashabiki Simba. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limeandika ratiba ya mechi mbalimbali zitakazochezwa hii leo. Singida Black Stars dhidi ya Rayon, mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku Azam Complex, wakati Yanga watakuwa na kibarua dhidi ya Waliete saa 11 kamili uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF Champions League ni Yanga na Singida, wao wanacheza CAF Confederation Cup. Matokeo ya mechi ya kwanza, Singida walipata ushindi wa bao 1-0 ugenini, wakati Yanga katika mchezo wa kwanza walipata ushindi wa goli 3-0 wakiwa ugenini. Gazeti hili pia limeandika ratiba ya ligi kuu ya Uingereza likisema hadi sasa Wolves ndio timu pekee katika ligi kuu England ambayo haijapata pointi hata moja msimu huu, ikiwa imefungwa mechi 5 ilizocheza na inaburuza mkia kwenye msimamo. Manchester United watakuwa na kibarua dhidi ya Brentford saa 8:30 mchana. Chelsea watakipiga dhidi ya Brighton saa 11 kamili jioni. Crystal Palace watakipiga dhidi ya Liverpool saa 11 kamili jioni. Manchester City watakuwa na kibarua dhidi ya Burnley saa 11 kamili jioni. Mwanaspoti limeandika Chris anavyotembelea Viblas Ziki Mobeto, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Ligi kuu bara leo Jumamosi, Dodoma dhidi ya Coastal Union saa 1 kamili usiku
uwanja wa Jamhuri, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti ya habari za michezo na burudani, gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Yanga Mlandege FC Singida Black Stars dimbani leo. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tanzanite Queens kutetea nafasi ya kombe la dunia, ndani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Matola, ushindi wa Simba ishara njema, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yamal kurejea dimbani kesho, habari katika ukurasa wa 21. Championship kutimua vumbi Oktoba 10, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini pia nalo gazeti Uhuru kweli daima ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Yanga Singida Mlandege ni mzigoni tena kimataifa. Mashabiki Simba wapewa somo wa michuano ya kimataifa, habari katika ukurasa wa 23. Mama Dame ambatano Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 23. Masau Bwire, JKT Queens itafanya maajabu klabu bingwa Afrika, habari katika ukurasa wa 21. Chuchu Hans ampiga kampeni Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 21. Tanzanite Queens Angola hapatoshi leo, habari katika ukurasa wa 23. Lakini pia gazeti hili limeandika ratiba ya mechi mbalimbali za ligi kuu nchini Uingereza, lakini pia pale nchini Hispania. Ukipata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Sheikh Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Clown Villa Hotel. Atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678 121 625 au WhatsApp namba 0752 388 329 kwa walio